na nipende kusema tu sasa hivi watoto wa kike wamepanda sana. Inafikia mahali sasa inabidi tuanze kuangalia nao watoto wa kiume, kwa sababu huenda nguvu kubwa iliwepo kwa watoto wa kike, tukajua hawa wanajiweza, wako imara, kumbe tumewaacha sasa na wao wanakuwa wako nyuma kidogo. Habari wasikilizaji na watazamaji wa PowerPod, karibuni tena katika podcast yenu pendwa ya PowerPod, nami Iwalwa. Kama mnafahamu, tunasherehekea siku ya wanawake duniani, na leo tuko na episode special kwa ajili ya wanawake. Leo tumelenga kwanza kuangalia mafanikio ambayo yamepatikana kwenye sekta ya ushirika, nikiwa namaanisha mafanikio ambayo yameletwa na wanawake. Pili, tunaangalia zile changamoto ambazo wanawake wanakutana nazo kwenye sekta, na pia tunaangalia solutions au namna ambayo tunaweza tukatatua hizi changamoto. Sasa leo tuko na mzungumzaji ambaye ana experience ya kutosha na hii sekta yetu ya ushirika, na nafurahi sana kuweza kumkaribisha na kuwa naye hapa. Anaitwa ADE Justicia Masinde, ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa SACCOS ya Bandarini, na pia ni mjumbe wa bodi ya shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania au TFC, na pia ni mentor wa program ambayo inahusiana na uongozi kwa wanawake ambayo inaitwa Wasili. Kwa sasa leo mimi si mzungumzaji sana, naomba nimpe nafasi ili aweze kutuelezea zaidi ni kitu gani wanawake wanasherehekea katika hiki kipindi. Karibu sana. Asante sana. Kwanza kabisa nina furaha kubwa sana kuwa miongoni mwa watu ambao nimepata nafasi. Najua mmefanya kwa wengi, lakini na mimi kuwa mmoja wapo pia ni kitendo ambacho mimi pia kimenifurahisha. Nashukuru sana. Siku ya mwanamke duniani ambayo kimataifa inasherehekewa tarehe 8 mwezi wa 3 kila mwaka. Ni kuadhimisha na kutambua nafasi, mchango, umuhimu na juhudi za wanawake kwenye maendeleo yote unayoyaona. Mimi naamini kabisa maendeleo huwaga ni sehemu ya mjumuiko wa kila mtu ana mchango wake. Na kwenye hili mwanamke ana mchango pia. Samahani sana kama nitakuwa mbinafsi, mwanamke ana mchango mkubwa sana. Tunatambua mchango wa mwanamke. Okay, maadhimisho haya kimsingi yalianza miaka mingi nyuma. Kwenye miaka ya 1910 ndio harakati za kupigania haki za wanawake zilianza. Na changamoto kubwa ilikuwa ni kutokuwa na usawa, muda wa kazi, mishahara, na mchango wao kiufupi ulikuwa utambuliki. Lakini mwaka 1977 UN ndio ilitangaza rasmi tarehe 8 mwezi Machi kuwa siku ya kusherekea kuadhimisha siku ya mwanamke duniani. Kwa hiyo baada ya hapo kila mwaka tumekuwa tukifanya maadhimisho haya. Mimi mwenyewe nimeyakuta, wakati bado nilikuwa mdogo sielewi. Yes, lakini harakati harakati za kutafuta haki na usawa kwa wanawake zilianza muda mrefu sana. Na kwa wenzetu ambao Mungu aliwajalia kuweka kumbukumbu hizi, wanazo kumbukumbu. Lakini kwa baadhi ya nchi unaweza kute au jamii kumbukumbu hizi hazipo, lakini si kwa sababu hazikufanyika hizi harakati. Zilikuwepo katika jamii yetu kwa nafasi tofauti tofauti, kwa namna tofauti tofauti, na michango ya wanawake inaonekana. Mimi nitatoa mfano mmoja tu, Bibi Titi. Ndio. Watu wengi wanamfahamu Bibi Titi. Lakini Bibi Titi ni sehemu au ni uwakilishi wa wanawake wengi ambao kwenye jamii yetu na wao walitoa mchango wao, matunda yao ambayo tunayaona. Huenda sisi wengine wote wanawake ambao tuko sasa hivi ni matokeo na ni matunda ya wanawake wachache ambao wakati ule waliamua kusimama na kudai haki ya mwanamke, kumuona mwanamke kwamba ana sehemu yake kwenye maendeleo ya nashukuru sana, na umezungumza vitu vingi vizuri kuhusiana na hizo harakati ambazo zimefanyika na pia hata mchango wa wanawake. Na pia wewe ni mwanamke kiongozi. Sasa kama ni mwanamke kiongozi, ni kitu gani ambacho kilikuinspire, tunaweza kusema kwa Kiswahili, kilikuhamasisha kuamua kuingia kwenye uongozi? Asante. Naweza kusema kwamba
kuna mtu aliniona. Lakini mimi mwenyewe nilikuwa napenda juhudi za wanawake. Kabla sijafika bandari kuajiriwa na Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania, nilitoka Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture. Nilikuwa mtendaji wa executive officer wa mkoa wa Dar es Salaam. Nilikuwa na fursa kubwa sana ya kukutana na wakina mama kutoka vyama, wajasiriamali, wafanyakazi ambao wamejikita kwenye masuala mazima ya maendeleo ya kiuchumi. Kwa hiyo unakuta mwingine ni mwajiriwa lakini anafanya shughuli nyingine ya kiujasiriamali. Pale niliweza kuona mchango mkubwa wa wakina mama au wanawake kwenye uchumi. Lakini baadaye nilipokuja kuingia Bandarini SACCOS kama mwanachama, kuna mtu aliniona. Yeye ndo akaniambia, bwana, kwa nini usiwe kiongozi? Na wakati huo mimi nilikuwa naiona tu, sikuwa naelewa bado ukubwa wa SACCOS kwa sababu sikuwa na uelewa huu. Lakini nikapata fursa ya kwenda kushiriki SACCA Congress Mombasa. Pale ndo niliona ukubwa wa SACCOS. Nikaona kwamba kuna nafasi kubwa sana na mchango mkubwa sana ambao mimi nafikiri na au naona kwamba nadaiwa. Sitapaswi kuishia kama mwanachama. Inawezekana mimi kwa kuwa kiongozi nikawa inspire watu wengine. Na ninamshukuru Mungu, kuna watu ambao wamekuwa inspired na mimi kuwa kiongozi. Na kuna baadhi ya vitu ambavyo naona bado nadaiwa. Kwa hiyo ninaona kabisa kupitia SACCOS na wanawake kuwa viongozi, mimi naamini sana uwezo wa wanawake. Ninaamini sana kwenye uaminifu wao. Ninaamini sana kwenye kujitolea. Na Mwenyezi Mungu ametujalia sisi wanawake tumeumbwa kuweza kufanya majukumu zaidi ya moja. Wazungu wenzetu wanaita multitasking. Mwanamke huyo anaweza kuwa sehemu 2, 3 kwa wakati mmoja na zote akazifanya kwa kiwango kizuri. Kwa hiyo hicho mimi naweza kusema ni karama ambayo Mungu ametujalia na ni mchango mkubwa sana ambao sisi tunaweza kurudisha kwa jamii. Kwa hiyo viongozi wanawake wana sehemu kubwa sana ya kuchangia, wana sehemu kubwa sana ya kubadilisha jamii, wana sehemu kubwa sana ya kuleta utamaduni fulani ndani ya jamii. Hata ukiangalia kwenye familia zetu, tabia za watoto ndani ya nyumba ni mama. Ukiangalia tabia za watoto zinavyokwenda vizuri ni mama. Kwa hiyo mama ndio wanasema ni transformer. Ana uwezo wa kubadilisha. Kwa hiyo mimi kwenye uongozi, kwenye SACCOS, kwenye siasa ninaamini sana uwezo wa wanawake. Nashukuru sana na pia hongera kwa kazi nzuri sana ambao unaifanya. Na hata mwenyewe na uhakika kuna wanawake wengi sana ambao unawainspire, hata ambao wanakusikiliza na kukutazama sasa hivi. Umezungumza kitu kizuri sana kwamba kuna mtu ambaye alikuona akaona kabisa wewe unafaa kuwa kiongozi. Sasa ni tabia gani ambazo huwa pengine zinaonyesha huyu mtu anafaa kuwa kiongozi? Kwa sababu wewe tayari pia ni kiongozi, unaweza tu kuanza kumtazama mtu ukaona kabisa hizi ni tabia za kuwa kiongozi. Asante. Kitu cha kwanza ni ukweli na uaminifu. Kweli na uaminifu. Kweli wanasema ukweli ukuweka huru. Uwajibikaji, kujifunza, kila siku ni siku ya kujifunza, kujitoa na kupokea na kuthamini utu wa mtu. Pamoja na kwamba kuna mambo mengi sana ambayo unaweza kutaka kuyaona, lakini kuna baadhi ya mambo huwezi ukayaona kwa muda mfupi. Yanahitaji muda mrefu au kuishi na huyo mtu kwa karibu. Lakini kuna mambo ya msingi kabisa unaweza kukaa na mtu kwa muda mchache tu ukaelewa huyu ni kiongozi. Huyu anafaa kuwa kiongozi. Huyu anahitaji vitu vichache tu vya marekebisho lakini ni kiongozi bora. Uaminifu, upendo, uchapakazi na usikivu. Yaamini kwamba mtu yuko tayari kujifunza. Tuendelee hapo hapo kwenye nafasi ya uongozi. Wewe pia ni mentor kwenye hii program ya Wasili. Unaweza ukatuelezea kidogo kwamba hii program ni ya aina gani na pia kwa nini mmelenga zaidi wanawake ambao ni umri fulani? Asante. Program ya Wasili kirefu chake ni Women Advancing SACCOS Innovation and Leadership Initiatives. Ni programu ambayo
inaendeshwa au inasimamiwa na Chama Kikuu cha Ushirika wa Akiba na Mikopo SCCULT, lakini wanadhaminiwa, hii program nzima iko chini ya udhamini wa shirika la Kijerumani linalotambulika kama DSIK. Ni shirika ambalo limejikita zaidi kwenye kuwajengea uwezo wanawake na vijana, kukuza mitaji na biashara, kuwekeza kwenye tehama na mambo mengine mengi. Sasa hii program imechukua wanawake kuanzia miaka 40, yani maximum 45 ndio age umri wa mwisho. Kwa hiyo ni kuanzia 18 mpaka 45. Na ni wanaochukuliwa, imekusanya, ilitoa tangazo la watu kuomba, ambapo waombaji ni awe mwanachama wa Chama cha Ushirika wa Akiba na Mikopo, awe mtendaji au mtumishi ndani ya Chama cha Ushirika wa Akiba na Mikopo, au kiongozi. Lengo kuu ni kuwajengea wasichana na wanawake ambao wako katika vyama vya ushirika wa akiba na mikopo ile hali ya kushiriki katika nafasi za uongozi, matumizi ya tehama na ubunifu. Na programu hii, pamoja na kwamba tumeanza na wanawake 20, lakini kila mwanamke ataenda kutengeneza na yeye timu yake ya watu 20. Ili na wale nao 20 tena watengeneza 20. Kwa hiyo inakuwa ni nini? Muendelezo, multiplier effect ya 20. Kwa hiyo tutajikuta kwamba kile ambacho tulikitoa na kuwaongoza hawa wanawake 20 nacho wanaenda kukizalisha, kukiendeleza. Umezungumzia kuna kitu ambacho kinaitwa ni multiplier effect. Sasa ukirudi kwenye kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya wanawake duniani, hasa ya UN, inasema kwa Kiingereza na naweza nikasema inaitwa give to gain. Sasa kwa mtazamo wako na ulivyozungumza ukihusisha na program ya Wasili, kwenu ninyi ina tafsiri gani? Give to gain maana yake toa upate. Utatoa 100 lakini wewe utapata 200. Sisi tunatoa hii program, tumeandaa wanawake, tunaenda kuwapika na kuandaa wanawake 20. Lakini kile kitakachotolewa kwa wanawake 20, wao wakikipeleka wanapeleka 20 mara 20. Lakini 20 mara 20 kwenye jamii haitarudi 20 mara 20. Kwa sababu kwa nani ya kwanza tu tuliofanya mara ya kwanza kabisa ilikuwa ni kama introductory au inductions. Watu wengi tulipokutana mara ya pili walileta video nyingi sana. Walileta, yani wao wenyewe waliondoka wakisema tumebadilika. Na wengine unajua wanawake tuna mambo mengi sana, unakutana na vikoba, ana ile ya mtaani, marafiki, ujamaa, wengi anasema nilienda kuitambulisha na badala yake watu wanauliza, je, na sisi tutapata fursa? Kwa hiyo unaona kwamba pia kuna watu wanaona kwamba tunatamani hii elimu isiishie hapa tu. Kwa hiyo tunaamini kabisa katika ile 20 sasa tunayoirudisha. Sisi mkazo ulikuwa kwenye wanachama, watendaji na viongozi ndani ya vyama vya ushirika wa akiba na mikopo. Lakini inaenda sasa kugusa ambaye hata yuko kwenye chama cha ushirika wa mikopo. Na badala yake sasa anaweza sasa akatamani, akasema kwamba huko kwenye vyama vya ushirika wa akiba na mikopo kuna mambo mengi mazuri ambayo yeye alikuwa hayajui. Nashukuru na umeielezea vizuri. Naweza nikasema kwenye kauli mbiu ya UN nyie tayari mmeshaiishi. Tumeiishi tayari. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kizuri sana. Na vipi sasa kuhusiana na mtazamo wako kuhusu ujumuishaji, kwa sababu jamii haiwezi ikaendelea ikimwacha mwanamke, kwa sababu hakuna kitu ambacho mwanaume anaweza kufanya peke yake. Sasa ikija kwenye swala la ujumuishi wa kifedha kwenye hizi taasisi zetu hasa SACCOS, unaonaje? Swala zima la ujumuishi lina sura, linawezekana sura nyingi. Lakini nikija kwanza kabisa kwenye misingi ya ushirika ambayo ni ya kiulimwengu. Kokote utakaposikia chama cha ushirika ambacho kiko kwenye miongozo ile ya kiushirika ina misingi ya ushirika. Ile misingi yetu ya ushirika
haijalishi huko China, huko Singapore, utaishi katika misingi ya ushirika. Na misingi ile ya ushirika ukiangalia kwa ndani yake inakataa ubaguzi, inasisitiza ushirikishwaji, inashirikisha umoja, inashirikisha uhuru wa mawazo, uhuru wa uongozi na vitu vingi sana. Kwa hiyo kilichobaki ambacho kinaweza kuwa ni changamoto ni mapokeo ya kijamii yaliyoko kwenye jamii husika. Kwa hiyo kwa mfano, msingi wa kwanza wa ushirika unasema ni uhuru wa kuingia kwenye chama cha ushirika. Kila mtu ana haki, ana uhuru wa kuingia kwenye chama cha ushirika. Lakini kwenye jamii zetu ukirudi, baba atasema we mama huwezi kwenda kwenye ukakaa na wanaume sehemu moja. Kwa hiyo ndio maana nasema ni mapokeo. Misingi iko ya usawa na haki. Lakini mapokeo kwenye jamii ndio sio usawa na haki. Lakini pia ushirikishwaji unakuja kwenye masuala mazima ya sera na miongozo ya nchi husika. Sisi kwetu Tanzania tunashukuru Tume ya Maendeleo ya Ushirika ilitoa waraka ya swala zima la ushirikishwaji wa wanawake kwenye nafasi za uongozi. Na ikatoa miongozo na ambayo vyama vya ushirika inafuata. Kwa hiyo unaona jinsi gani wanawake wanashirikishwa. Milango na fursa mbalimbali zinawekwa wazi ili wao waweze kuja. Sasa tena inabakia swala la mtu binafsi, mapokeo na jamii yanayotokea. Lakini pia ukiangalia serikali na yenyewe inatoa miongozo mbalimbali kwenye nafasi nyingi tu za uongozi, kuacha nje ya ushirika. Ambazo nafasi hizi serikali inasisitiza. Na hata kwenye ajira mfano. Kwenye ajira inasema wanawake watapewa kipaumbele. Unakuta tangazo limewekwa, alafu mwanamke atapewa kipaumbele. Pale inaonekana jinsi gani ambavyo serikali inajaribu kuwasogeza wanawake ili waweze kushirikishwa kwenye fursa na nafasi mbalimbali ambazo zinatokea kwenye jamii. Lakini pia katika SACCOS moja kunakuwa pia na miongozo na sera. Kwa mfano au na miongozo, sera na aina ya bidhaa. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna bidhaa ambazo ukiziangalia mtazamo wake mzima zinalenga kazi fulani. Kwa mfano mikopo ya mamalishe. Wapo babalishe, lakini ukiangalia ni mamalishe, lakini babalishe wapo. Kwa hiyo hata babalisha anaweza kuja kuchukua ile mkopo. Lakini zaidi inatoa nafasi ya ushirikishwaji kwenye masuala mazima ya mikopo na fedha kwa wanawake. Lakini bado kwenye SACCOS kuna mambo mengi, kwa mfano elimu. Elimu pia zinawekwa kipaumbele sana, zinapewa kipaumbele sana kwa kuangalia haya makundi maalum. Haswa wanawake na vijana sasa hivi. Kwa hiyo ushirikishwaji katika ngazi zote umezingatiwa na katika ngazi zote inafanyika. Japokuwa mapokeo na tafsiri na maisha tunayoishi sisi kutafsiri kile kinacholetwa ndio yanaweza ikawa changamoto. Na hii siku ya wanawake duniani ni siku ambayo imeendelea kusherekewa. Miaka na miaka tunaendelea nayo. Sasa ni mwamko ukoje kwa wanawake ukitofautisha na miaka mingine ambayo imepita? Okay, asante sana. Kwanza kabisa nipende kuwapongeza wanawake. Kwa kweli mwamko ni mkubwa. Mwamko ni mkubwa katika ngazi tofauti. Kwa sababu tunapoongelea hivi, lazima tukubali tunatofautiana. Kuna ngazi paka za vijijini. Ukienda leo hii utakuta na wao wanajiandaa kwa maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani. Lakini mwamko pia ni mkubwa ukichukulia kwa ujumla wake. Mwamko ni mkubwa sana. Wanawake sasa hivi wako mstari wa mbele kwenye uwekezaji. Wana mwamko mkubwa sana wa ujasiriamali na shughuli za kiuchumi. Wanawake wameamka sana kwenye nyanja hizo. Wanawake wameamka sana kwenye masuala ya elimu. Wanawake wengi wanataka kujiendeleza. Kuna mwamko mkubwa sana wa wanawake kushiriki kwenye nafasi za uongozi kwenye vyama vya siasa. Wanawake sijui uelewa
kujitambua, uwezo wa kuchambua mambo, uwezo wa kulinganisha, uwezo wa kuona kesho yangu ikoje ni mkubwa. Kwa hiyo unakuta wanawake wengine wamejikita kwenye kutoa elimu kwa wenzao juu ya uwekezaji. Wengine wanatoa elimu kwa wenzao. Hawa wameamka kwa upande wao, lakini anaenda kuamsha wengine kwa upande mwingine. Kwa hiyo kwa kweli kwa swala la mwamko, mwitikio na hata ile maana halisi ya kusherekea juhudi za mwanamke, mafanikio ya wanawake, michango ya wanawake inaleta maana, kwa sababu wenyewe pia ni sehemu ya mafanikio hayo na wanayaishi. Tumezungumzia kauli mbiu ya UN. Sasa hivi turudi kwenye kauli mbiu ya ambayo inatumika dunia nzima kwa mwaka 2026 ambayo kwa Kiingereza ni Rights, Justice, Action for all women and girls. Kwa Kiswahili nikiwa na maanisha ni haki, usawa pamoja na kuchukua hatua kwa ajili ya wanawake pamoja na wasichana. Hali ikoje kwa wanawake kwenye kusimamia haki zao kama vile kuweza kupata huduma za fedha labda kutoka SACCOS pamoja na kufanya pia uwekezaji? Nikija kwenye swali la hali ikoje, kwa sasa hivi kwa hali ya ushindani, uelewa, utandawazi, naweza kusema kwamba hali ni nzuri. Kikubwa ni uelewa na elimu. Mwanamke au msichana akielewa nini ni haki yangu, atajua pia na nini ni wajibu wangu. Itakuwa rahisi yeye kuenda kusimamia ili aweze kupata haki yake na kujisimamia ili atekeleze wajibu wake kama mwanachama wa Chama cha Ushirika wa Akiba na Mikopo. Kwa hiyo hivi vitu vinaenda pamoja, haki na wajibu. Uwezi ukadai haki kama wewe hujatekeleza wajibu wako. Kwa hiyo kikubwa hapa ninachokiona ni kwanza ni watu kupata uelewa, elimu na namna sahihi ya wao kuweza kusimamia masuala mazima ya kifedha na chochote kile ambacho anakifikiri kwamba kwenye chama chake cha ushirika huo wa akiba na mikopo anastahili. Mfano uongozi. Akijua kwamba mimi kama mwanachama ninatakiwa nimekuwa mwanachama kwa kipindi fulani. Baada ya kipindi fulani ninaweza kugombea uongozi. Hiyo itakuwa kwake naye amepata nafasi ya kuelewa na kuweza kusimamia kile ambacho anakifikiria. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni elimu, kuwawezesha, kutambua, kuwa wazi SACCOS yenyewe, iwe wazi kwamba umekuja kujiunga na sisi tuko hivi. Kwa hiyo mtu anakuwa bayana, anajua ni asubuhi hivi, mchana hivi, jioni hivi. Kwa sababu tayari tumeshazungumzia haki, naomba sasa tuje tuzungumzie usawa. Na katika usawa ningeomba tuangalie kwenye nyanja ya uongozi. Ni namna gani sasa ninyi kama Bandarini SACCOS mnahakikisha kunakuwa na usawa kwenye uongozi wenu? Asante. Kwanza kabisa ni kusimamia miongozo. Kama nilivyosema awali, kuna mwongozo ulitolewa na mrajisi wa vyama vya ushirika Tanzania kuhusu usawa wa nafasi za uongozi kwenye SACCOS. Kwa hiyo mimi bahati nzuri huu haraka ulinikuta nikiwa katika kipindi changu cha pili. Kwa hiyo tulijitahidi kuhamasisha wanawake. Na bahati nzuri mimi niseme kwamba kwenye SACCOS yangu tuna wanaume ambao wanatambua, wanathamini mchango wa wanawake. Kwa hiyo yani ukweli ni kwamba tuna appreciate kwa sababu hata mwenyekiti aliyotoka alikuwa mwanamke. Mwenyekiti ambaye alituachia sisi alikuwa mwanamke. Na kwa nafasi yake, kwa wakati wake, kwa rasilimali zilizokuwepo kwa wakati huo alijitahidi kuisimamia SACCOS mpaka sisi tukaweza kuwepo. Na mara nyingi wanasema ukiacha alama nzuri watu watakuwa. Ni kweli. Na ukiacha alama nzuri watu watatamani.
kuingia na watatamani kuwa miongoni mwa hicho kizuri kilichoachwa. Kwa hiyo tulijitahidi na tunaendelea kujitahidi kuwahamasisha wanawake kuchukua fursa au kuwania nafasi za uongozi zinazotoka. Kwa mfano kipindi ambacho mimi nimeingia ilikuwa 20% wanawake na wanaume. Wanawake walikuwa 20%, wanaume ndio walikuwa wengi. Lakini wakati tunarudi kipindi cha pili percentage zilipanda. Na mara ya mwisho hapa tumekuwa 40/60. Zimeongezeka. Na hivi tunavyoongea tuna wajumbe wa bodi wanawake 3, wanaume 4. Tumekaribia kubalance. Karibu tunaenda 50-50. Yes. Nashukuru sana na tumezungumzia tukiwa tunaendelea kuzungumzia siku ya wanawake duniani. Manake tumelenga kuhakikisha mwanamke wa leo au mwanamke wa jana sio wa leo na hawezi kuwa kama yule ambaye anakuja kuwa kesho. Kwa mtazamo wako sasa, unaonaje mapokeo ya wanaume? Kwa sababu sasa hizi kama unavyoelewa mambo yamebadilika, yani wanaume wanaona kwamba wanawake ni kila sehemu. Sasa naona kama kuna namna wanaume wanaanza pengine kujishusha. Kuna wanaume wengine watakwambia haya ni mambo ya wanawake, ni ule uelewa wao kuhusiana na hii siku ya wanawake na hata sapoti ambao wanaitoa imekaaje? Ukweli ni kwamba mtazamo wa wanaume, nitarudia kusema kwamba inategemea na maeneo na kada na mazingira na vitu vingi sana. Kuna maeneo vijijini bado mtazamo wao kwa wanawake bado uko tofauti. Bado wanaona kwamba wanawake wana maeneo yao, hawawezi kuchangamana na wanaume. Lakini kuna maeneo ambao wanafurahia na kuna maeneo ambao wao wanaamini kwamba mwanamke akiwa maeneo fulani, akiwa eneo fulani, tumefaulu, tumefanikiwa. Kwa hiyo inategemea na eneo. Lakini kwa asilimia kubwa sana naona sasa hivi uelewa unakuja kwa mkubwa. Watu wanaelewa nafasi za watoto wa kike. Na nipende kusema tu sasa hivi watoto wa kike wamepanda sana. Inafikia mahali sasa inabidi tuanze kuangalia nao watoto wa kiume. Kwa sababu huenda nguvu kubwa iliwekwa kwa watoto wa kike, tukajua hawa wanajiweza, wako imara, kumbe tumewaacha sasa na wao wanakuwa wako nyuma kidogo. Kwa hiyo mimi naona baadhi ya watu, unaona kabisa mwingine anakuambia mimi naomba, kwa mfano kwenye SACCOS yangu, anakuambia mimi naomba na mke wangu awe mwanachama. Mara tu tulipofungua fungamanisho. Sisi mwanzo SACCOS yetu ilikuwa ni SACCOS ya wafanyakazi wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania tu. Lakini baadaye tukafungua fungamanisho. Na tulifungua fungamanisho baada ya kuona kwamba hata mtazamo wa serikali kupitia usimamizi wa bandari Tanzania unabadilika. Sasa hivi tuna private operators. Kwa hiyo ina maana haitakuwa TPA tu. Sasa hivi unaona tuna DP World, kuna Tanzania East Africa Gateway. Kwa hiyo ina maana taasisi ya TPA itaenda kuwa msimamizi. Ina maana kutakuwa na wawekezaji binafsi, private operators. Kwa hiyo sisi tukisimama na fungamanisho letu tu la wafanyakazi wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania, tutakuwa tunazidi kujibana. Kwa hiyo tukafungua fungamanisho, tukaweka wadau, tukaweka wenza, tukaweka watoto, tukaweka majirani, eneo la ofisi yetu ilipo pale, tuna wajasiriamali wengi tu pale, na wao pia wanachama. Tuna taasisi nyingine, tuna wanachama kutoka Chuo cha Ustawi wa Jamii, tuna wanachama kutoka CCBRT, tuna wanachama kutoka wizara tofauti tofauti. Kwa hiyo tumefungua fungamanisho. Sasa kwa ufunguaji huu wa fungamanisho letu, tunaiona sapoti ya wanaume. Tunaiona jinsi gani wanaume wanaona mchango wetu, wanathamini mchango wetu. Ni tofauti labda na
SACCOS ya kijijini kwa mama yangu kule ambapo wao ni wafugaji, ambapo ng'ombe ni wa baba tu. Mama anapewa labda anakamua na kupewa maziwa. Sasa ukisema umoja au ushirika wa wafugaji wa ng'ombe, sidhani kama mama atakuwa sehemu na hawatamkubali. Au ndugu zangu wale wa kahawa. Kahawa ni za baba Moshi. Kuna mwanachama mmoja alituambia kahawa ni mali ya baba. Kwa hiyo mama hawezi kushiriki. Kwa hiyo inategemeana. Ni nini sasa wito wako kwa wanawake, hasa ukiangalia kwenye siku ya wanawake duniani ambao tunaisherehekea hivi sasa? Asante. Mimi kwanza nipende kutoa wito kwa wanawake na wasichana. Kwanza ni wapongeze wale wote ambao wamekuwa na uthubutu wa kushiriki kwenye shughuli zozote, idha za kiuchumi, kisiasa, kijamii, na kuwa mbele, kuonyesha mfano, kuonyesha utofauti. Mimi nawapongeza sana. Lakini pia nitoe wito kwa wale ambao tunajifunza au wanajifunza kupitia kwa hao wanawake. Wanawake tukiamua jambo, tunaweza tukalisimamia na tukalifanya vizuri sana. Wanawake ni wepesi kujifunza. Wanawake ni walezi. Yani wanaanza kuilea jamii. Tuna nafasi kubwa sana ya kuibadilisha jamii. Tuna nafasi na mchango mkubwa sana wa kubadilisha mtazamo hata kwenye jamii. Lakini wanawake tuna ile wanaita sehemu ya umama. Wanawake wote wana ile hali ya umama. Kwa hiyo jambo lolote linapofika kwa mwanamke, huwa kwanza anaanza kulivaa kama mama. Analipima mara mbili. Na ndio maana hata wakati mwingine unakuta tunaathirika, kwa sababu sio mara zote anaweza akaletewa jambo alafu akalitolea maamuzi hapo hapo. Kwanza kama ni mtoto atamchukulia kama mtoto wangu. Ataanza kumwangalia. Kwa hiyo kuna ile sehemu ya ubinadamu kubwa sana kwa wamama. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba wanawake tuna nafasi na mchango mkubwa sana. Waliotoka wametuonyesha njia, wametuonyesha uthubutu, wametuonyesha uwezo wao. Ambao bado hatujatoka, tunayo nafasi ya kujifunza. Tuwafuate, na bahati nzuri wao wanawake wengine ni wanafikika, wanasikilizika. Naona kwenye mitandao ya kijamii kuna wanawake viongozi. Ukimfuata naona majibu yani yanatoka papo kwa hapo. Waziri Mama Gwajima huwa ananifurahisha sana. Waziri wa Gen Z. Kwa kweli ananifurahisha sana. Huwa anatoka papo kwa hapo. Anapenda kufanya mambo yake. Kwa hiyo watu kama hawa, kama unamwona ni mtu ambaye anaweza kukusaidia kufikia ndoto yako, kufikia malengo yako, toka wafuate. Na huenda yeye akawa sehemu ya kukufikisha kule. Inawezekana unataka kwenda kwa Z, lakini kuna mtu ambaye anaweza kukufikisha kule. Watazamaji na wasikilizaji, natumaini tumesikia vitu vyote ambavyo vimezungumzwa na sisi vijana, tunaita wale wanawake na ngai. Amezungumza vizuri sana kuhusiana na nafasi ya mwanamke na mchango ambao mwanamke ameutoa kwenye jamii, na pia ni kuhusiana na zile changamoto ambazo wanawake wamekuwa wakizipata, ikiwemo mitazamo ambayo inatoka kwa wanaume na jamii kiujumla. Pia tumeona ni harakati na mikakati tofauti tofauti ambayo inafanyika kwa lengo la kumwezesha mwanamke ili kuweza kufanikiwa, kwa sababu ukimjumuisha mwanamke basi umeijumuisha jamii, kwamba mwanamke ataendelea kumfikia mtoto naye ataendelea kuwafikia watoto wengine. Kwa hiyo kama ni elimu inaweza ikawa imeifikia jamii. Kwa hiyo sina mengi ya kuzungumza. Kitu kikubwa ambacho ningependa kuwakumbusha ni kuweza kulike pamoja na kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Sculpt Online TV. Pia tusisahau hii mitandao ya kijamii kama vile TikTok pamoja na Instagram, tunapatikana kwa jina la PowerPod Podcast. Pia unaweza ukafuatilia vipindi vyetu. Naomba tukutane kwenye kipindi kijacho. Asanteni sana.